Hii ni funguo yako binti, Girls Code. Leo yale mambo ya msingi ambayo binti unatakiwa kuyafahamu unayapata hapa pamoja na Lilian Ruguga. Leo nimemwalika Mgala Mgiri kuzungumzia before you say yes. Ni mambo gani ambayo unatakiwa kujiuliza wewe kama binti? Yes. 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 Karibu. Asante. Sema wewe Mgala, nafikiri una experience kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kama mtu ambaye umevuka stage ya uchumba ukakomaa hapa, ukapanda. Nilikomaa. Kwa sababu sisi tunaona ni mambo ambayo yanaonekana sio jambo jepesi. Kwa sababu kuna wengine huko tumetoka huko. Tukipanda tunashuka, tukipanda tunashuka. Tunataka kutoka pale pale. Unataka kwenda stage ya 3, mlianza vizuri huko kwenye boyfriend na girlfriend. Nataka kwenda kwenye courtship. Ni ipi ni courtship? Ni courtship. Ni mwanzoni, si ndio? Stage ya uchumba. Lakini unashangaa tu unarudi mwanzoni, either na mtu mwingine ama na mtu yule yule. Kwa hiyo kama wewe umevuka hiyo stage mpaka pete ya uchumba, sio jambo dogo. Yes. Jambo kubwa kwa kweli, na it's a process. Msemo wako sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi, ni process, lakini pia sio kitu kigumu kama ambavyo watu wengine wanahisi kwamba ilikuwa ni mpambano, ni mkali. Japo kwa siku hizi mjini kuna msemo kwamba mchuano ni mkali. Lakini kikubwa naweza kusema ni neema ya Mungu. Okay. Ni neema ya Mungu. Lakini kwenye swala la kwamba before mtu hajasema yes, kwa upande wangu mimi I think kuna vitu kama sio viwili vitatu. Mbona ni vingi hivyo? Viwili vitatu. Mbona hapo umesummarize 10 kwa ukubwa. Sababu ukiniambia hivyo kwa haraka haraka naweza nikasema okay fine, labda mimi nitamwangalia mtu ambaye anaweza kunihudumia. Before I say yes. Kwamba mwingine ataangalia 6 pack, mwingine ataangalia 6 pack, mrefu mweusi sijui kitu gani. Sasa hizo ni common, ambapo ukienda sasa kwenye mahusiano deep, vitu kama hivyo vinakuwa havileti maana sana, kwa sababu 6 pack inaweza ikapotea hapo kwenye mahusiano. Sasa hapo turudi kwenye vitu vitatu ambavyo mimi nasema mtu anatakiwa angalie. Cha kwanza ni kuangalia kwamba je, mimi niko tayari kuingia kwenye kitu fulani au kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani. Kwa sababu recently kumekuwa na peer pressure, especially kwenye mitandao. Pressure iliyoko kwenye mitandao ni kubwa sana. Yaani ni kubwa, inawavuruga watu, yani inaleta taharuki. Kumbe inawezekana mtu ameshawishika kumuona mwenzake kwenye mitandao ya kijamii na hayuko tayari akaingia kwenye pengine ama akaingia kwenye ndoa. Hayuko tayari. Mfano mtu anaamka asubuhi, umeingia kwenye page ya MC Garabi. Naonaga comments za watu pale, mimi kama ni sijui ni madera nirudishe tandika. Kama mimi ni mamba nirudishe mtoni. Kuna mtu mwingine vile unaweza kahisi kwamba ni mtu anasema kwa utani, lakini kuna watu wengine kweli wanamaanisha. Yes. Yaani unakuta mtu anaingia kwenye mahusiano kwa sababu everyone out there is getting married. Kwa mfano labda mko kwenye group, labda mko watu 5, labda mmesoma wote from primary, secondary, hapo tunaizungumzia. Wa kwanza ameolewa, wa pili ameolewa, wa tatu ameolewa, wa nne ameolewa. Umebaki wewe sasa. Kuna ile pressure kutoka kwa watu. Kwanza kuna kuanzia ndugu. Umefikisha miaka 30 utaolewa lini? Ile pressure na hiyo marafiki zako, kwa mtu mwingine anaingia kwenye mahusiano hayuko tayari, lakini kwa sababu marafiki zake wameolewa. Okay. Yes, kwa hiyo kuna watu wanaingia kwenye mahusiano ya hivyo kwamba ninaingia kwa sababu pressure ya nje au ile kwamba mimi sitaki kuonekana mimi mnyonge. Kwa nini nikae kinyonge? Kwa hiyo natafuta tu mtu imadi anapumua. Mwingine mimi nikikuangalia, mimi nikisema hapa sasa hivi niseme okay fine, labda mimi nilizingatia jambo fulani ndio maana labda nipo kwenye mahusiano ambayo nipo sasa hivi. Pengine mtu anaweza asiniamini. Kwa sababu gani? Mkono hauzungumzi, lakini nikimwangalia Mgala Mgala wewe ni mmoja kati ya watu unapita mbili, ni watu wa msingi sana naweza nikasema kwa hapa dunia ambayo sasa hivi tunayo. Watu mpaka umuone amejicommit. Sababu ni commitment, amejicommit. Anaenda kwenye uchumba. Kwa sisi wa Kristo. Uchumba mpaka ndoa sio jambo jepesi. Wewe uliwezaje kuhimili hiyo mikiki? Unajua hiyo ni mikiki hapo katikati. Inawezekana ulikuwa kuna watu wengi ambao walikuwa kwenye competition. Mchuano ulikuwa ni mkali.
Mpaka ukaamua sides, yani kwangu mimi na kwake mchana hauwezi kuwa peke yako, yani kwamba nimemkuta tu mtu, inatokeaga sometime mara chache, lakini kwamba tu nimemkuta. Na mara nyingi ukimkuta tu mtu unajua ametoka hapa kwenye relationship, labda toxic relationship. Wanasemaga hakuna mtu mpya, yani hajaanza kwenye mahusiano, yani mkutana, yani lazima ukute ametoka kwenye, kila mtu ana experience. Yes. Okay. Kwa hiyo mimi kitu cha kwanza ambacho naweza nikawashauri watu kwamba relationship iache flow naturally. You don't have to force. Kwamba sasa yani natakiwa ni maintain relationship. Natakiwa nifanye hivi. Yani you have to let vitu flow. Okay, so ikitokea mtu anatumia nguvu kubwa kwenye mahusiano, ndio huko mbele anakuja ni changamoto. Ni changamoto kubwa sana. Yani kwenye mahusiano utakiwa kuforce. Alright. Wote kwa wanaume na wanawake. Unakuta mwanaume mwingine anatumia nguvu kubwa sana kumkeep mtu ambaye anamtaka, kwamba yani nitatumia nguvu kubwa. Huko mbele utateseka, kwa sababu sio wajibu wa mwanaume kutumia nguvu kubwa. Ni wajibu wake, ila asitumie nguvu kubwa ili kukuweka. Kuna tofauti, yani ni wajibu wake kukuhudumia, lakini sio kwamba akuhudumia iliustay. Umeelewa tofauti hapo? Yani lile unatakiwa uhudumiwe ili tu kwa sababu ni jukumu la mwanaume kukuhudumia, lakini sio kichwani kwake weke kwamba namhudumia lile ili asinikimbie. Yes. Yani ukitaka kukeep relationship kwamba anafanya hivi ili asiondoke, ukosi, kwa sababu unatakiwa ufanye hivi. Siku ikipungua, kuna ile standard ambayo mtu atakuwa amekuwekea kwamba huyu anafanyaga hivi, anafanya hivi ili mimi nibaki. Na maana ikipungua ile standard ambayo umekuwekea, basi unapoteza. Mimi nimeshawahi mtu anakuambia nimemhudumia sana sio nini, lakini ndio hivyo amekimbia. Mimi nilishawahi kukutana na watu ambao sema ni marafiki, sijui naweza nikasema kitu kama hicho, au watu ambao nafahamiana nao. Unakuta mtu yupo kwenye mahusiano hata miaka 5, miaka 7 pengine. Alafu anakuja kushtuka pengine huyo boyfriend wake ambaye alikuwa nayo miaka yote hiyo amekuja kuoa mtu mwingine ambaye labda ndani ya miezi 2 tu baada ya kuachana. Sasa huwa anajiuliza pengine huwa wanakosea wapi, na unakuta wakati huo baada ya kuachana akaenda akapata mtu mwingine, akaingia naye kwenye mahusiano, wakavuka stage mpaka kwenye ndoa. Nimeona kwa watu, kwa marafiki, nimeona kwa ndugu, uchumba ambao unakaga miaka mingi sana kuja kuoana, it's very rare. Kwa sababu anasemaga hata msemo wa Kiswahili unasema nini, ukimchunguza sana umri, hata ukimchunguza sana huwezi, kwa sababu hakunaga perfection kwenye maisha. Yani hakuna mtu ambaye yuko perfect. Kwa hiyo the more unaendelea kumchunguza mtu, kuna vitu ambavyo utakuja kugundua. Yani kuna vile tuseme ni madhaifu madogo madogo ambapo itakuja yatakutana kabla ya ndoa. Sio kitu kibaya kuchunguza, lakini usimchunguze mtu sana, kwa sababu ukimchunguza mtu sana waga haileti mwisho mzuri. Haileti mwisho mzuri. Yes. Na mara nyingi ukija kuangalia watu ambao wanakaa kwenye mahusiano miaka 7, yani ndoa kuja kufungwa ni mara chache sana. Na ndio maana nasema anakaa na mtu miaka 7, baadaye anakuja anamuoa mtu ambaye amekutana naye miezi 2. Lakini kwa mwanaume waga anamjua mtu atakayemuoa muda siku ya kwanza. Inaweza kaa sio, inawezekana au ni maigizo tu. Inaweza kama mtu anakuambia yani wewe, na inaweza ikawa sio siku ya kwanza, lakini mara akikutana naye wanasema mtu unaona mara ya kwanza. Hiyo pia ipo, lakini miaka 7 kama ushajiuliza ukagundua okay fine huyo mtu tunaweza tukamove. Miaka 7 it's too much kwa uchumba. Ndio maana naulizaga, yani mimi mtu akiwa na uchumba miaka 7 anamuuliza mnalima kitu gani? Kwa sababu matikiti analima miezi 4. Yani hamna, yani mchicha wiki 2 kama mikaratusi. Miaka 7, lakini hii haimalizi ukweli kwamba lazima kuna mambo unatakiwa kuzingatia kabla ya kuingia na mtu kwenye mahusiano. Ndio maana cha kwanza nimesema kwamba unatakiwa usifuate mkumbo. Unatakiwa uingie kwenye mahusiano ukiwa tayari. Kwamba mimi sasa hivi niko tayari kuset standards. Na hapo tunapozungumzia utayari, kwa sababu kuna mwingine anaweza kusema mimi nikifika miaka 25 nataka kuolewa. Tunazungumzia swala la umri? Hapana. Hiyo itakuja kwenye pointi yangu ya pili. Ambapo sasa ni kwamba je, niko tayari kuhimili au kukabiliana na the other side ya haya mahusiano au kitu tunachotaka kuingia. Mikiki. Kwa sababu sio mikiki inside, lakini hakuna kitu ambacho kiko smooth. Kwa hiyo kama ndio hamtuambii ukweli. Nyinyi ambao mmeshaingia kwenye ndoa huko hamtuambii ukweli. Tukisema ndio nakwambia sasa, mnajaribu kuipaka mafuta ili tuone kwamba ni vitu vyepesi. What is this? Point yangu ya pili ambayo nataka niiseme ambayo ni muhimu sana
kwamba je, niko tayari kukabiliana sasa na vitu nitakavyokuta huko. Sio mikiki wala sio vita kama watu wengi wanavyoportray. Mpaka wanaonyesha mabinti kwamba nataka kuingia kwenye ndoa. Kwa mimi mwenyewe sasa hivi naogopa. Kwamba unaogopa kujipanga. Yeah, hivyo vitu ni unajua inategemea mtu ambaye anakupa ushauri. Usitegemee mtu ambaye amepitia kwenye ndoa ngumu akakupa ushauri kwamba ndoa ni nzuri. Okay. Kwa pia mtu anapopokea ushauri angalia anapokea ushauri kutoka kwa nani. Okay. Mtu ambaye ametoka for example issue ya kazi. Mtu ambaye ametoka chuo akakaa miezi 3 akapata kazi. Story atakazokuambia kuhusu kazi tofauti na mtu aliyekaa mtaani miaka 10 akaja kupata kazi. Okay. Miezi 3 atakwambia it's easy, nimetoka chuo, nimevolunteer mwezi mmoja nimepata kazi. Lakini mtu aliyekaa miaka 10 atakwambia ni huko mtaani ni pagumu. Siwezi nikakwambia mambo mepesi, my friend. Kwa kwenye ndoa pia ndivyo. Kwa mtu ambaye amepitia ndoa unaweza atakwambia yani ukiingia kule ni mapambano, ni uwanja wa vita. Lakini sio kweli. Kwa hiyo inabidi tuangalie na watu ambao wanatushauri. Uangalie na kushauri. Yaani uweze kwenda kwa mtu ambaye ndoa yake ni na mikiki hapa kwambia ndoa ni kitu kizuri. Okay. Yes. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba before sijaingia kwenye ndoa kuna ile the other side kwamba nitaweza kudeal na zile changamoto. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuwa smooth. Hata nyumbani tunagombana na mama zetu na baba zetu. Kwa hiyo unapoenda kuishi na mtu ambaye hamjatoka kwenye background sawa, obviously lazima kuna sehemu mtapishana. Lakini pia ndoa ina changamoto zake. Kwa sababu unapoingia kwenye ndoa ina maana umeunganisha familia mbili. Yaani kuna ukweli. Kuna ukwe. Mbona huko umesema kwa macho? Kwa sababu unajua hapa ndio kuna kipengele. Ndio anasema kuna yani hapo kuna ukweli. Kuna ukwe wa mume, kuna ukwe wa mke. Alafu kuna ukwe mashemeji. Kuna mawifi. Kuna marafiki. Kuna majirani. Kuna majirani. Combination ya unatengeneza kama ka familia kako, unatengeneza kama ukoo kako. Kwa hiyo kabla hujaingia unatakiwa ujiulize ninaweza nikakabiliana na vitu vyote. Okay. If you are not mature enough, huwezi obvious. Na maturity tuongelee umri. Okay, na mimi nilikuwa nataka niongee hapa maturity. Juu ya umri wa miaka 18. No. Kuna ile maturity kwamba yes, naweza nikakabiliana na changamoto. Hapo unakwenda. Kwa sababu mimi na umri wangu nafikiri bado sijakuwa kwa ajili ya changamoto ya ndoa. There is no rush. Yaani kitu ambacho watu wanakosea ni kwamba wanahisi kwamba it's a competition. Kwamba rafiki yangu ana miaka aliwalewa akiwa na miaka 22, amezaa sio nini mimi na miaka 38 nyingine. Hakuna competition hiyo. Yaani kila mtu ana lane yake ambayo anatakiwa kupita. Kwa watu wanachokosea kikubwa ni ile kucompete au kuhisi kwamba destiny ya huyu ni destiny ya kumbe mambo yanaweza kaa tofauti. Yes, yani mwingine akapitia changamoto, mwingine asipitie changamoto. Ni hiyo kwenye upande wa changamoto sasa. Kwa mfano umeingia kwenye ndoa. Kuna watu siku hizi kwenye social media unakuta anakupostia mama yake amempa range. Sema range. Jiwago anahekura huyo mambo na ukiangalia wewe pale mimi nilipunda jamani, bora sio tu maua Kwa hiyo ukiwa mature enough huwezi kushtuka na vitu kama hivyo. Kwa sababu kuna mtu mwingine unakuta ameletoa box limejaa 10,000 ukihesabu pale kama milioni 8-10. Lakini kumbe ni hela za vikoo. Na akataka hiyo. Au ni hela za vikoo unatoka kimeta kwa kurudisha benki. Anarudisha ni show. Show. Lakini sasa ukiwa hauko mature enough unaweza kaisi mume wangu pia nipende unaanza kuona, lakini ukiingia kwenye ndoa uingie na akili zako timamu. Yaani maturity ukiingia nayo kwenye ndoa. Usiingie na akili za kwamba yani nimeingia social media kushawishiwa. Au rafiki yangu sio mume wake amemfanyia hiki. Yaani ukiingia na hiyo mentality mahusiano utateseka. Na hata sio ndoa, hata tu mahusiano ya uchumba. Ukiingia na hiyo mentality utateseka sana. Sasa unajua siku hizi nafikiri ni jambo ambalo liko very common wadada wengi. Na mimi naji-include humo. Sitaki kujitoa. Unakuta mtu anafikiria kuanzisha familia, lakini mambo ambayo yanakuja kwa haraka sana kwenye akili. Nataka mwanaume mrefu, labda mwanaume mweusi, mwanaume mwenye six pack, mwanaume mwenye gari, mwanaume mwenye nini. Yani anajihisi kwamba yuko sehemu salama. Japokuwa unakuta labda kuna vitu ambavyo anaweza akawa anamfanyia vituko vya hapa na pale, lakini as long as kuna vile vitu labda mrefu, ana gari, sijui nini, she's ready to go. Anavumilia. Vingine anavumilia. Hiyo ni sawa. Kuset standards sio kitu kibaya, kwa sababu ndoa mimi nasemaga it's a lifetime project. Yaani kwamba nimeingia kwenye ndoa na huyo mtu sitegemea inakuwa ni project ya muda mrefu. So kuweka hizo standards kwamba nataka niwe na mtu labda mrefu. Of course ukiwa kwenye ndoa ili usustain ile love utakiwa at least uolewe na mtu ambaye anakuvutia.
Hiyo ndio ni point. Yes. Okay. Kwa sababu ni mtu ambaye unampeleka kila siku. Nilijua ni mine of course. Kwa sababu watu wanatafuta mtu ambaye anaweza kulipia ada ya watoto. Hapana. Mtu ambaye kila siku unampa pembeni yake alafu unamkuta. It matters at least, yani mtu ambaye umeridhika naye. Sasa kuridhika kwa mtu hapo ndo inakuja ni kitu ambacho kiko subjective sana. No? Unaridhika naye wewe, sio ninaridhika naye mimi. Labda napenda mtu mfupi mwenye kitambi. Wewe unapenda mtu mrefu six pack. Kwa hiyo ila watu wa nje sasa wakiona yule kaolewa na mwanaume mfupi, huyo ndo mimi niridhika naye. Lakini sasa nikisema kwamba naolewa naye kwa sababu analipa bills. Siku bills zikikosekana. Hakuna kitu kitakachofanya ni say yes. Yaani at least uamke asubuhi uangalie pembeni unasema okay. Lakini sio unaamka asubuhi unasema unaanza kujilaumu. Kumekucha yes. Kwa hiyo muonekano wa mtu, yani kuset standards sio kitu kibaya. Lakini uset standards pia na uangalie maana unaweza kaolewa na handsome boy ameenda hewani lakini wewe ndio unamlea. Hicho pia ni kitu cha kuangalia. Yaani uangalie ni vitu vibalance. Yes, na niko comfortable kuishi naye kwa sababu kuna mtu mwingine unaolewa na mtu ambaye huwezi hata kuongozana naye barabarani. Hicho ni kitu kibaya sana. Yaani kwamba social media na mahusiano hivyo kwamba tangulia mbele nakuja. Nitakukuta pale. Kwenye harusi hatuendi wote. Yaani ukienda kwenye sherehe weka huko mimi nikaa huko. That's not love. Na wakiinuliwa wale watu couple zisimame. Sio njoni mbali mgonge cheers. Unajikausha. That's not love. Yaani you enjoy maisha. Kubala. Lazima mtu akomfortable. Yes, lakini pia awe responsible man. Hicho ni kitu kingine. Hapo unamaanisha nini hapo responsible man? Kwamba responsible man sio mwanaume ambaye mwenye hela. Unajua mtu anaweza kawa hana hela lakini yuko responsible. Kwamba matatizo yako ni matatizo yake. Yaani mtu ambaye anakuonea huruma. Love comes with kuoneana huruma. Mtu anaweza kawa na hela lakini nakwambia na hichi kidogo at least tunaona kwamba amejaribu. Yes. Yaani unaona kabisa hela hana lakini hivi anavyoni support amejaribu. Sina umeme jamani, zamu yangu leo 10,000 ukatumia shilingi 2,000 usilale giza. At least tunaona amejaribu. Kwa hiyo kuwa responsible sio kukununulia maji wagon, sio kukununulia vitu makubwa. Hata kile kidogo mtu anachokupa kile unaona kwamba he has tried. Yes. Okay. Ndoa yako ina miaka 7. Ndoa yangu ina miaka 7. Vitu gani ambavyo vinakufanya uendelee kuwa kwenye ndoa? Kitu cha kwanza nilivyoelezea mwanzoni kwamba nilipoingia kwenye ndoa sikutumia nguvu. Mimi na mwenzangu wote tu. Okay. Yaani ni kitu ambacho kiliflow naturally. Kwa ile kitu ambacho kiliflow naturally from day one ndio tuko nacho mpaka sasa hivi. Yaani hatutumii nguvu. Ni wapi huko natakiwa twende ili tutakapokutana na wewe mwenza wangu tuwe tuna flow naturally? Mbona wapi? Chemistry. From nowhere. Yaani unajua kuna ile mkimwona tu unasema huyu yes. Tumeclick. Yaani afu kuna ile mtu anaitafuta ndoa anakwambia ni mwaka upinduki hata kwa kuja kazi. Sasa ndoa za hivyo mwisho wake unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano au unapotaka kutafuta mwenza wa maisha, acha vitu vya flow naturally. Haitakusumbua huko mbele. Okay. Lakini ukianza yani kwamba kuna afu ndoa inaga formula. Kwamba sasa ili kumpata yule natakiwa nifanye hivi. Sio ni impress, sio nini. Havita work. Okay. Yani neno langu kubwa ni kwamba acha vitu flow vyenyewe naturally. So doctor. Kwanza uliingia kwenye maisha ya ndoa, of course najua inawezekana ni kwenye miaka 20 na kama sikosei, ndio? Kwenye 20. Kwa sababu kuna wasichana wengi ambao tupo kwenye huo umri na ndio umri wa mikiki hapo. Ekaeka nyingi unajiuliza niingie nisiingie. Wewe ukiachana na hii kwamba tulijikuta tu tumeclick mwanzoni kabisa, yani hata kabla hujafikiria kuwa na huyu mtu ambaye uko naye sasa hivi kwenye ndoa, ulikuwa unafikiria nini kichwani mwako? Kwamba nataka kuwa na mtu wa namna gani yani? Mimi pia nilikuwa na standards zangu. Kwamba Mungu akinijalia nikipata mtu wa kunioa nataka wewe mtu wa hivi na hivi na hivi. Na unaweza kama umeweka standards labda 5 akatokea mtu mwenye hivyo vitu vitatu. Kwa sababu huwezi kumpata 5 out of 5. Labda tuchukue udongo tukupe umtegemee. Wewe unaanza kwanza. Kwa sababu kuna mtu mwingine akikuelezea mtu anayemtaka kisha yani uangalia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe huna. Sio na wewe hela wako. Wewe unazo. Kama mwenye gari unazo. Yaani maji yanapataga mkondo. Kwa sababu I want a rich man, wewe una kiasi.
Kwa hiyo kuna standards ambazo nilikuwa nimeziweka. Cha kwanza nilikuwa nataka mtu ambaye atanionea huruma. No. So huruma kwamba nahitaji kuonea huruma, lakini ile kwamba kitu changu atakichukulia kama kitu chake. Na mume wangu ambaye by then alikuwa mtu tu nilikutana naye. Mume wangu nilikutana naye in a very strange way. Yaani mimi nilikuwa simjui, hatujatoka kwenye same background, hatujatoka kwenye watu wanaofahamiana. Yaani ni mtu ambaye alikuwa na dunia yake, mimi na dunia yangu. Ndio ambaye tulikutana tu naturally. Yaani so kuna watu wengine wanakuta kwamba mume wangu nimejuana naye miaka 7 iliyopita, alianza kuwa rafiki yangu au sijui ni family friends, sijui ni jirani, sijui tu hata cha uvuvi au miaka 7. Mimi mume wangu nilikuwa simjui wala nijui, yaani dunia yangu na dunia yake tofauti. Kwa hiyo tulipokutana nilikuwa naomba Mungu kwamba mtu awe na huruma na mtu. Yaani unajua mtu ukimpenda mtu na ukamhurumia mtu inakuwa rahisi sana. Yaani inakuwa yaani matatizo yangu anayabeba kama ya kwake. Lakini cha pili nilikuwa naomba mtu mcha Mungu. Mtu ambaye anajua Mungu ni nini. Mtu ambaye ni mcha Mungu. Anathamini. Mtu ambaye anathamini. Lakini pia nilikuwa nataka mtu ambaye ana kipato. Hivi vitu watu wasiignore. Yes, kipato. Tusiignore jamani. Watoto kula six pack. Mtu ambaye ana kipato. Okay. Sasa inakuwaje sisi sasa hivi tukisema eti mimi nataka mtu ambaye anaweza kunihudumia, watu wanashangaa kwamba wanapenda sana pesa. Hapana. Shida ni nini? Ndio maana unakuta kuna wadada wengine unakuta ameishia kukaa na kulea mwanaume. Yaani unakuta mtu alikuwa labda ana qualification nyingi sana. Baadaye zimekuja zimekosekana, anaishia tu basi tunakaa na mtu wote nitamlea. Lakini kutafuta mtu ambaye ana kipato. Sasa mimi nilikuwa nataka kipato permanent. Yaani nilikuwa nataka mtu ambaye mwenye kipato permanent. Sio tu kipato. Sio kipato. Kwamba mwisho wa sio kuna mzigo unaingia yeye. Kwamba have to make sure kwamba mwisho wa mwezi mzigo unaingia. Okay. Yes. Mimi niko impressed nikisikia masuala ya kipato. Kipato ni muhimu. Kipato ni muhimu sana. Watu wanaichukulia tofauti kwamba mtu akisema maana kuna mtu mwingine anasema nataka mwanaume mwenye hela, watu watamchukua. Anapenda mwanaume mwenye hela. Anapenda sio nini, lakini tafuta mtu mwenye kipato. Itakusaidia huko mbele. Lakini hawakusema kuna dili nalisikilizia. Hizo ni standards zangu lakini. Yaani so universal. Usije kasema kwamba inatakiwa iwe hivyo, sio msahafu. Kwa sababu kama ambavyo umesema kuna mwingine ndio hivyo, anataka mtu mwenye kitambi, kuna mwingine anataka mtu mfupi. Mwingine mimi nikiona mtu mfupi nasema wow. Mtu mrefu nasema wow. Kwa tumetofautiana. Of course, na mimi na rafiki yangu ambaye ananiambia mimi jamani napenda mwanaume yani awe na kitambi hata kidogo. Kakushika nyama. Kakushika yeye ndo anapenda hivyo. Kwa hiyo mimi sishangae, kila mmoja ana standard. Kila mtu ana nili zake. Japokuwa sema ndo kuna hizo common yani kwamba unatakiwa uzingatie fulani. Kipato muhimu. Yaani twende mbele turudi nyuma. Kipato muhimu. Sasa unagunduaje hapo? Kama unasema kipato muhimu hapo natakana kuna namna alikuwa anasikilizia madini. Town. Ndio inabidi uingie kazini uchunguze kidogo. Okay. Yaani you have to make sure kwamba wewe ndio unaye, kwa sababu kuna watu wengi. Kuna mkaka anaitwa Eddie Makengo. Sijui kama unamjua. Namfahamu huyo. Stories za Mula tunawaza hivyo watu. Zamani nilikuwa nafuatilia sana, nilikuwa gani na. Yaani kabisa nakaa kipost yani nika notification. Nikipost tunaangalia. Unasoma stories za Mula watu tunawaza huyu mtu yani yuko sawa kweli? Kwamba nimekaa na mtu miaka 7 kumbe aliendagana anafanya kazi sehemu fulani. Unashindwa kuwa detective jamani. What kind of relationship with that? Yani hata marafiki zake wajue. Hata sio marafiki. Inamaanisha hapo aliruka kile kipengele cha kuchunguza. Yani mchunguze mtu unajua kwamba kama ni kazini kwake nenda. Uone kwamba ameniambia ni daktari, ameniambia ni polisi. Nenda kazini kwake. Hakikisha kwamba kwa daktari. Kwa unakuta mtu mara nimemchukulia mkopo wa milioni 50 kumbe sijui ni anamke jamani. Kwa unakuta mtu mwingine anaingizwa mkenge kwa kitu ambacho ni uzembe wake. Kujua kwa sababu tu alirelax. Yes, ndio awe anaita shamba darasa. Yaani mtu anakufanya shamba darasa. Yes. Sema kuna watu wao wanakuja na maneno fulani hivi ya kukuaminisha Mgala. Si ndio anakupanga? Mtu anakuja anatafuta na suti fulani hivi. Anatafuta na suti. Anaweka na saiko kwamba na watu fulani. Unaweza kukuta hata anapiga simu. Anaweza kaja na kagari kake ambako sio kake. Sio kwake. Au unaweza kaa kwa kake lakini mafuta anaweka robo kila robo kila siku. Anakuja na kupiga swaga. Ndio vitu kama hivyo mimi sitaki, sijui uchangamane na watu, sitaki kufanya biashara. Yaani anahakikisha haupati elimu
nje ya mahusiano yes, yani anaogopa hata ukienda kushare na mtu utaka mchunguze vizuri. Yes. Au katika watu wanasema hii dunia ni ndogo, au katika watu ambao utaenda kuongea nao usikute mmoja wapo anamjua. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye pia anakubana sana mjoana, pia mchunguze. Lazima kuna kitu. Tunaruhusiwa kuchunguza simu. Simu hapo hiyo madaga haijawahi kuisha. Mimi nikichunguza simu nachunguza miamala. Serious? Mimi naenda tu M-Pesa pale niangalie kitu gani kimeingia na kutoka. Hivyo vingine natajua mwenyewe. Kwa kweli. Anachat na wengine natajua mwenyewe. Mimi huwa naogopa of course. Japokuwa unajua kuna mtu ambaye unakuwa naye kwenye mahusiano, yeye yuko tayari kwamba wewe mbona uangalie simu yangu? Yaani anakuwa anakupa. Why? Anatamani yani umfanyie hivyo, umchunguze, umfuatilie. Mimi like jamani, nini tena hiki? Wewe unachunguza simu? Mimi sijawahi. Ila kuna mtu ananifundisha. Yaani anajaribu kuniingiza niwe mmoja kati ya watu wa aina hiyo. Okay. Ila sikuwa na hiyo tabia. Ukiwa na moyo mdogo, mimi simshauri mtu achunguze simu kabisa. Kwa sababu mwisho wa siku unajiuliza, anachunguza simu then what? Nikikuta ana watu wengine au ana cheat, niko tayari kumwacha au yani unachunguza simu lini? Kwa kabla hujachunguza simu utakiwa ujiulize kwamba nachunguza then what? Nitakayokuta huko nitavumilia. Wakati mtu mwingine anajiua, mara unakuta watu sijui amempiga na panga, sijui amemkata sehemu za siri. Unasema nimesikia mtu amemkata mmeweka sehemu za siri. Yeah. Kwa hiyo unapochunguza simu uwe kwanza umeshajidhatiti kwamba okay, nachunguza nitakachokutana nacho naweza nikakihimili. So una moyo mwepesi kama wakuku. Alafu unachunguza moyo mwepesi kama Lilian Ruguga. Mimi na moyo mwepesi kwa kweli. Ndio maana yale akiniambia chukua simu yani. Unawaza nitaweza kuhimili. Nawaza sana yani nawaza sasa niingie wapi? Sioni pa kuingia, siwezi kuingia kwenye gallery, siwezi kuingia sijui kwenye phone book, siwezi kuingia. Labda hiyo ya kuingia kwenye M-Pesa hiyo na kuchunguza nitaifanyia kazi of course. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo naweza nikaidi. Mimi ndio na miamala. Of course kwenye miamala. Sababu wale wakuta ametumiwa muamala Asha, ni who is Asha by the way? Au hata sio kuangalia kama amemtumia Asha, unataka tu kuangalia flow ya ile inaendaje. Okay. Yes. So lazima kwa sababu na unakuta mtu pia ni mjanja. Miamala ambayo anafuta yeye. Yeah. Lakini mtu akiamua kwa mtu anaweza akakupa simu yake ukaichunguza unavyotaka. Lakini still na usikutane nacho hicho unachokitafuta. Kuna watu wengine unakuta kuna story nishazisikia, mtu unakuta ana simu mbili na ana namba mbili. Nyingine huijui lakini inakaga kwenye gari. Kwa hiyo utachunguza na kuachia hapo hata password. Chunguza unavyotaka mama. Kumbe kuna namba. Kumbe ni mtego. Kwa hiyo amechunguza tu. Yaani kuchunguza simu haisaidii. Mwisho wa siku. Anyway. Kwa mambo ya msingi before you say yes, unataka kujiuliza niko tayari. Niko tayari. Ingia kwenye. Najiona mimi kwenye haya mahusiano. Of course. Sifanyi kwa sababu fulani amefanya, hicho ndio kitu cha kwanza. Lakini cha pili, je, naweza nikakabiliana if mambo yasipoenda ninavyotarajia. Kwa sababu sometimes tuna matarajio yetu lakini kuna vitu vinaenda tofauti. Je, niko mature enough kukabiliana na vitu visipokuja ninavyotaka? Hizo ni code muhimu kwenye Girls Code na mgala mgeni leo. Host wako ni Lilian Ruguga. Tuna sign out. Bye.